Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Tunakuletea somo letu la wiki hii la katika Zaburi sura ya 2 na leo tu katika Divine Adam. Jana niona kama mnamsifu Mungu bwana. Niona kama mnamtukuza Mungu. Ulibarikiwa. Maadui wanakaa chini. Lakini kuna kisema mmoja, nilisema mtagusa lakini sifika kama mbigusa. Nilisema lini atawasaidia? Ndio kwenye kuweka maadui chini yake. Kwamba lini ataweka? Mimi nakumbuka Wakorintho wa kwanza 15 anaongelea hicho kitu. Anasema kwamba hata atakapoweka maadui zake chini ya miguu yake wakati ufufuo wa wafu ya. Asante sana kwa kutuongezea hilo kitu. Yes, amefanya, amewaweka, anawaweka chini yake na atawaweka adui wa mwisho akiwa ni mauti, sio? Hatajisalimisha. Haleluya. Amen. Leo tunaangalia Divine Adam. Basi kabla ya kwanza tupate ombi. Amen. Nakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa baraka zako nyingi. Kwa Mungu umekuwa pamoja nasi Yes. tunapoanza hadi sasa. Hadi tunataka tukusifu, bado tunataka tukutukuze, mataifa wakashangilie. Ni habari njema, wewe ni mtawala. Baba, tupatie ujasiri, tupatie nguvu na uwezo wa kulitangaza neno lako mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Sasa somo nasemaje? Divine Adam. Divine Adam. Divine Adam. Divine Adam tutaikuta katika kitabu cha Mathayo, lakini kabla ya kwanza tuende kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 75. Zaburi 75. Mungu, twakushukuru kwa kuwa jina lako likaribu. Sawa. Watu huyasimulia matendo yako ya ajabu. Nitakapofikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu za haki. Ingawa dunia na wote wakao humo wataharuki, mimi mwenyewe nimezisimamisha nguzo zake. Na aliwaambia waliojivuna, msijivune, na wasio haki msiinue pembe. Msiinue pembe yenu juu, wala msinene kwa shingo ya kiburi. Maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye. Kumdhili huyu na kumwinua huyu. Sawa. Maana mkononi mwa Bwana mna kikombe na mvinyo yake, divai yake, na mvinyo au divai yake inatoka povu. Kumejaa machanganyiko, naye huyamimina. Na hasira zake wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Bali mimi nitatangaza matendo yako milele. Nitamwimbia Mungu wa Yakobo, pembe zote za wasio haki nitazikata. Sawa. Na pembe za mwenye haki zitainuka. Haleluya. Amina. Tumshukuru Bwana, tusimshukuru? Tuna kila sababu. Jina lake liko karibu, haliko karibu? Likaribu. Msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Sasa hii Zaburi ya 75 inapoimbwa, nyuma yake kuna story. Okay. Alikuwepo mfalme mmoja wa Ashuru mwenye kiburi sana. Senakeribu. Wafalme wa Pili sura ya 18 19. Alikuwa ni mfalme mkuu na amezoea kuvamia wafalme wadogo wadogo. Na akawa amemtishia mfalme Hezekia. Akatuma ujumbe, yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu. Nasoma Wafalme wa Pili 18:28, akasema, lisikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Mfalme asema hivi, Hezekia asiwadanganye, kwa maana hataweza kuwaokoa katika mkono wake yule mfalme mkuu wa Ashuru. Wala Hezekia asiwatumainishe katika Bwana Yahwe, akisema, hakika Bwana atatuokoa, wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru. Msimsikilize Hezekia, kwa sababu mfalme wa Ashuru asema hivi, fanyeni suluhu na mimi, mkatoke mnijie. Mkale kila mtu matunda mzabibu wake na matunda ya mtini wake, mkanywe kila mtu maji ya birika lake mwenyewe, hata nije nikawachukue mpaka nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe, nchi ya nafaka na divai, nchi ya chakula na mashamba na anaendelea sasa. Anasema jisalimisheni kwangu. Yani huyo Hezekia asiwatumainishe habari ya Yahwe eti atawaokoa mkononi mwangu. Hiyo ilikuwa ni shingo ya kiburi, sio shingo ya kiburi. Shingo ya kiburi. Sasa umeona Zaburi ya 75 anavyoanza kusema, anasema yani hii iliimbwa baada ya ushindi wa Yahwe dhidi ya Senakeribu. Sawa.
Sikiliza, maana hizi Zaburi zimetungwa na sio tu Daudi na wanawe pia, ambao wanasimulia uzoefu wa Mungu kwao pia. Unajua kilichotokea mwishoni? Bwana ni Bwana. Walikinywa kikombe. Katika sura ya 19 tunaona mwishoni, katika usiku wa wokovu 19:35 Wafalme wa Pili. Ikawa usiku huo malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Washuru, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Unajua Hezekia na watu wake walikuwa naimba tu wokovu wa Bwana, wanashangilia Yesu ni Bwana ataokoa. Huku wanamshangilia Bwana, huku anatuma malaika wake, anawavurumusha na wapiga Washuru. Alafu anaendelea kusema, anasema basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka, akaenda zake, akarudi, akakaa Ninawi, mimi naongezea ameinama aibu zake. Ushindi wa Bwana. Haleluya. Pale anasemaje kwenye ushindi wa Bwana? Alitaja habari ya divai. 8, maana mkononi mwa Bwana mna kikombe na mvinyo yake inatoka povu. Hiyo divai iliyochacha hiyo inaashiria hasira yake. Ndio divai hiyo. Anasema inatoka povu, kumejaa machanganyiko huko, naye huyamimina, na hasira yake wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Sasa Senakeribu alikinywea. Unataka ujue jinsi Yesu alivyotupatia ushindi kwa alama ya divai na mkate. Twende katika Mathayo sura ya 26. Sura 26, fungu ngapi? Fungu la 26 mpaka 29. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Sasa sikiliza, wanafunzi hao wanapopewa kikombe cha divai inatoka povu? Hapana. Anasema kunyweni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hii divai akipewa adui mwenye dhambi, kama wewe ndio Yuda na kiwewewe chako, unakunywa ile divai, unaenda kujinyonga. Hii divai ya Bwana, kama wewe umempokea Bwana, umemnyenyekea, inaondoa ile dhambi, inaondoa ghadhabu. Amina. Ukiinywa kama wewe una kiburi cha Senakeribu, yatakupata kama haya. Tunasoma katika lugha kama hizi katika Ufunuo sura ya 14. Tunaielewa lugha ya Ufunuo 14 kutokana na uzoefu wa Zaburi na wana wa Israeli hapo, mstari wa 9 mpaka 12. Soma. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, na yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana-kondoo. Kikombe. Unataka kunywa damu? Unataka kunywa mvinyo? Sasa mvinyo na damu vinahusiana. Wewe umeitikia kweli? Divai, kuna divai na mvinyo, vitu vile tofauti. Sikiliza. Lakini ni sawa. Yaani kama umeelewa kwa maana ipi? Wewe kama ni mwanafunzi uko mezani unataka kunywa divai na damu ya Yesu, wako itanena uzima. Sawa. Amani. Lakini ukiwa na kiburi, sawa, ukijiinua dhidi ya Bwana, kama Senakeribu, kama wa Babiloni Nebukadneza na wenzake kule, unapambana na Mungu. Sasa Mungu anakupa hicho unachokitaka.
Wewe unamwaga damu. Wewe unatishia watu. Na wewe utakunywa sasa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu ambayo ni kama kikombe cha divai kinatoa povu. Anasema haijachanganywa na chochote. Nini? Haijachanganywa na huruma. Na hakuna raha usiku wala mchana. Sasa unaweza kuhisi kama mwanakondoo anayemimina glasi pale kwa wanafunzi wake kile kikombe, kama kile kikombe ni cha hasira kile. Unaweza kuamini kwa maadui zake? Na ndio maana hata unapoenda wewe unapenda kula meza ya Bwana, kwenda meza ya Bwana. Umeitika mwenyewe. Kula meza ya Bwana. Unakula. Uwe makini. Usipokula bila imani, bila unyenyekevu, umekula hukumu yako. Mimi ninaogopa huo mvinyo huo. Huo mvinyo ni bora nijihoji. Nimemkubali kweli Yesu? Habari ya kiburi afu naenda kwenye kweli meza ile ya Bwana ni hatari. Ni hukumu ile. Hukumu. Sema. Leo kweli nimejifunza kwamba hapa usipokuwa makini aidha unajitangazia. Ni kama wiki iliyopita tulijifunza katika Zaburi ile ya 51 ambapo Zaburi anaita kwenda anakiri dhambi ambayo ameifanya mbele ya Bwana na Mungu anampatia rehema. Lakini yule ambaye anajidanganya moyo kama mimi naenda kwa Bwana ni kama yule niko sawa, lakini tayari kuna dhambi ambayo amefanya na nafikiri Mungu aone. Na sasa ni hatari kubwa kwa huyu mtu. Lakini kumbe tukinywea hichi kikombe na nakula mkushiki mkate, twende kwa moyo ambao mpendeka wa toba. Mungu hataki moyo unaojitukuza dhidi yake. Anataka tuone kwamba sisi ni nyenyekevu. Maana najaribu kupata reason, yani yani bado unashiriki chakula cha yani unakaa kitini pake na bado tena unajitukumua kinyume chake. Utapigwa. Sasa labda mimi nimeamua kuwa na unyenyekevu kidogo. Najua kulingana na mambo niliyoyafanya sistahili kushiriki meza ya Bwana. Naona ni epe kuliko kula afu kaishia kunywa mvinyo wa ghadhabu. Unasemaje? Unanishauri? Imetangazwa, naona nisishiriki. Unaona bora ukimbie ili nisije nikashiriki hukumu. Meza ya Bwana pia inaita la reconciliation, yani upatanisho, amani, upatanisho na amani. Nafsi yako kama iko tayari, umeiandaa nafsi yako kwa kusamehewa. Anasema sijajiandaa. Unajiandaa? Unaona unajiandaa? Usishiriki. Usishiriki. Kama unajiandaa. Sasa unakuta hii sijajiandaa na ile nyingine. Sasa najiandaaje kwani? Kwani najiandaaje? Unaomba upatanisho, ukutane na katika meza unataka kushiriki, ukutane na Yesu pale kwa upatanisho. Utazame Yesu kama mpatanishi wako. Lakini kama unaenda pale tu kwamba kwa kiburi chako kwamba watu hawawezi kuniona, ninakula tu kama formality na mambo yangu mengine najua tu yataendelea kama kawaida, hiyo ni mbaya. Sasa mimi ambaye nimeamua kutokula kwa sababu sijamalizia mambo yangu hapa, naona nitamkera Bwana pale mezani. Ngoja niweke sawa. Hapo unanishauri niweke sawa kwanza mambo yako. Labda niache hicho kitu, nikiache kwanza kukifanya au niatengeneze kwanza yale hapo. Mimi naona bora ukanye. Bora upatanisho na Bwana pale. Utafute upatanisho na Bwana pale. Kubali aiondoe dhambi yako. Atakupatia pia nguvu hata vile utaenda kuachana nacho. Kwa hiyo Mungu anacho kinachomkera, yani ile divai inageuka kuwa hasira, au badala ya kuwa chakula cha furaha cha mapatano kinageuka kuwa ni chakula cha hukumu. Ni Mungu anaangalia moyo. Sahihi. Kwa hiyo kama uko tayari kwa mabadiliko, hata kama umeondoka hujaweka vocha, umpigie simu utafute amani na yule ndugu yako, lakini ndio imetangazwa na uko hapa na umeshania moyo na umenia, nasema Mungu nisamehe.
Mungu ni wa rehema. Anahesabu huo moyo kama sadaka tayari iliyokwisha kutolewa hata kabla hujafanya. Amina. Na ukitoka pale unapata nguvu ya kwenda kuliko kimbia kusema siwezi sishiriki. Unaweza kutokomea gizani moja kwa moja. Amina. Kwa hiyo tunachofundishwa hapa ni kwamba Mungu anapambana na maadui zake. Anawarudishia wenye kiburi wanachokitafuta, ni anguko lao. Wanatafuta anguko la wengine lakini ni anguko lao. Rafiki yangu, damu imechuruzika ya mwana kondoo na inanywewa. Kwa imani inatusafisha tukinywa. Haleluya. Lakini tunapokunywa hiyo imani inamaanisha unyenyekevu, ukubali hatia yetu ili aweze kuiondoa dhambi yetu. Lakini vinginevyo hakuna chaguo nyingine. Babiloni itakinywa kikombe. Wote wanaoishi Babiloni, wote wanaokubaliana na mfumo wa ugaidi, ukaidi, watakutana na kikombe cha hasira cha mwana kondoo. Amina. Ambacho mimi nisingetamani ukishiriki. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kikombe hiki ulichotuchagulia hapa mezani, ambacho kina damu ya Emmanuel kinachoondoa dhambi. Kwa mioyo ya imani tunakipokea. Baba, tunaomba uondoe hatia na dhambi zote. Baba, na kama kuna dhambi yoyote iliyosalia isiyojulikana, uionyeshe, uiondoe. Amina. Kama ni kiburi cha dini, kama ni kiburi cha fedha, kama ni kiburi cha uzuri, kama kuna kiburi chochote cha kinachosimama katikati yetu na wanafunzi, Baba, tunaomba uondoe, lakini uturudishe tena kwa unyenyekevu mezani pako na tuweze kushiriki divai yako. Baba, tunaomba tuepushie kile kikombe cha ghadhabu, na hata kwa rafiki yetu tunaomba ukaponde mioyo yetu, uturudishe zaidi na zaidi kwako, tushiriki divai yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa kipindi hichi na mtazamaji. Leo tumehitimisha somo la divai na damu. Kesho tuko Alhamisi. Amen. Tuko Alhamisi na somo zuri linasema wokovu wako ujulikane. Karibu sana. Mimi ni Arnold Lubinza. Na mimi ni Enos Makalindea. Tunakuletea vipindi hivi kutoka Temboni. Karibu. Amen.